amenikumbuka. Ndivyo ambavyo Bwana amekukumbuka. Amen. Si kwa ajili yako, si kwa ajili ya yule, nazungumza kwa ajili ya nafsi yako. Amen. Bwana amekukumbuka, maana Bwana ni roho na sisi ni roho, sio miili. Amen. Ila roho zinaishi ndani ya miili. Amen. Kwa hiyo Bwana amekukumbuka katika roho, na matokeo kukumbuka katika roho tutayaona katika mwili. Bwana asifiwe sana. Baba yangu mwema, ninakubariki na kushukuru kwa ajili ya wakati mzuri. Asante kwa hii nafasi adhimu ambayo Bwana umetupa. Asante kwa kuturehemu. Asante kwa kutuhurumia. Tunakuomba tena Roho Mtakatifu ukatuongoze, ukatusaidie na ukatuwezeshe. Ni kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, na kila mwenye mwili aseme amen. Katika ujumbe wetu kama ulivyo, Bwana amenikumbuka. Andiko la kusimamia ni Mwanzo 30:22. Tunaposema Bwana amekukumbuka, inawezekana usielewe sana, kwa sababu inawezekana hauna ambalo limekusibu na kukuzinga. Bwana asifiwe. Lakini wale ni jambo ambalo wamepitia nalo kwa muda mrefu, wamekaa miaka 430 utumwani. Afu leo naambiwa Bwana amewakumbuka. Bwana amenituma nije niwatoe kwenye mikono ya Misri. Kwako inakuwa ni habari njema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mwanzo 30:22. Unamkuta Rahel na dada yake mkubwa alikuwa anaitwa Lea. Wameolewa wote wawili. Dada mkubwa akawa anafyatua watoto kuliko kawaida, lakini mdogo mtu ambaye alipendwa zaidi kuliko dada akawa hazai. Na Bwana apewe sifa. Amen. Naomba urudi mstari wa kwanza utaelewa ninachokisema. Anasemaje? Naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli alimwonea ndugu yake wivu, akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Bwana asifiwe. Unaelewa ninachokisema hicho eh? Hazai na haja ya mtoto, dada yake anafyatua tu kule. Bwana asifiwe sana. Sasa namwambia mume wake Yakobo, wewe na mimi nataka mtoto. Weka mimi nipi mtoto? Mimi nitakufa. Yakobo akamwambia Yakobo akamghadhibikia Raheli. Akasema, je, mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba? Bwana apo sifa. Tuache tunakwenda kuchini. Haleluya. Inafika mahali unakuta wenzako aidha walika moja, sio? Mliosoma pamoja, mlianza pamoja biashara, wanatoboa, wanafanikiwa. Mliolewa mwezi mmoja, mwenzako na watoto 7, wewe hata wa harufu huna. Mliajiriwa pamoja.
pamoja. Mwenzako tena ameshapandishwa cheo mara 3, wewe uko pale pale, cheo kile kile, mshahara ule ule. Unajisikia vibaya bila shaka, sio? Laila anajisikia vibaya. Sasa kamwambia mume wake, bwana, nipe mtoto. Kama utanipa na kufa. Kufa tu. Tule kande. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Mungu aliona hicho kitu. Amen. Mungu aliona. Sasa baada ya Mungu kuona ile kiu yake na shauku yake, na angalia mambo haya, yeye hana mtoto, mwenzake ana mtoto. Ukisoma hapo chini utaona manyanyaso. Yaani kama hapo nimekusomeka mstari hapo utakamishia hapo. Yaani tukisomaga context zima ilikuwa na maisha kitu gani kipengele. Yaani tumeshasoma kwa kipengele imeisha. Ukiendelea pale chini kuna visa vingi vilikuwa vinafanywa live. Vilimuumiza. Kama nakumbuka kwa Penina na Hana, si ndio? Hana naye aliumia. Mke mwenza na mnyanyasa. Hayo alizai. Afu na mume wake alikuwa anampenda sana Hana kuliko nani? Kuliko Penina. Anamcheka yeye, ulifanya pendwa hauzai. Mimi ambaye nazaa. Vinauma. Bwana asifiwe. Vinauma. Tuko pamoja. Ndio maana alipoenda hekaluni, Biblia inasema akalia kwa nini? Kwa uchungu, akaomba kwa uchungu. Kama wewe tukinikumbuka, ukanipa mtoto wa kiume, ili hii aibu niondolee, aibu. Sasa huyu mtoto atakayenipa kwa kweli, kikubwa tu niitwe mama fulani. Hata sipoishi na mimi niitwe mama fulani, nitakutolea tu madhabahu. Kikubwa tu aibu niondolee. Bwana asifiwe. Kuna kuchoka kuitwa fulani. Kuitwa mama fulani, ile jina lako linakuwa mama fulani. Kuna raha fulani. Si ndio jamani? Laila yake nimpata. Sasa 30:22 inasema Mungu sasa akamkumbuka Laila. Sasa alimkumbuka kwa yapi? Kwa sababu inawezekana ukasoma tu wako lakini usijue alikumbuka kwa sababu ya kitu gani. Sasa fikiria manyanyaso yote. Ndugu yake ameshazaa watoto 7, hata mtoto mmoja hana. 7 mpaka kaingia jaribu kama bwana mwingilie mfanyakazi wangu basi. Yale ya bibi yake Yakobo Sala. Sasa bwana Mungu amechelewa Ibrahimu mjakazi. Na ukimruhusu baba hana shida. Baba anafanya yake tu. Bwana asifiwe. Ibrahimu kwa yana bwana. Ndio kampata Ishmaeli. Na unaelewa vilivyotokea baadaye pale. Vurugu mechi. Amen. Hiyo nayo inafanyaje? Sasa wakati wa Mungu kumkumbuka Sara ulifika. Akampata nani? Isaka wake. Sasa hapa Laeli naye yupo kwenye hiyo disaster. Hana mtoto. Dada mkubwa naye anamngonga, anamsimanga. Uliona pendwa uzai. Mambo kibao. Kile nadhani kilimuuma sana. Biblia haijasema lakini unafanya prediction mwenyewe. Lazima kinaumiza. Sasa katika hiyo situation Biblia sasa inasema Mungu akamkumbuka Laeli. Alimkumbuka kwa kitu gani? Jambo lake alilo nalipitia la kutokuwa na usawa. Sasa alipomkumbuka ndipo Mungu akafanyaje? Akamsikia. Kwani before alikuwa msikii? Ndio maana nasema unapokumbukwa na Mungu, kule kukumbuka kunaambatana na jambo fulani. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Sasa alipomkumbuka kwa kipi? Yale ambayo alikuwa ananyanyaswa naye, anateseka naye, hana usawa, Mungu akamkumbuka. Na kumkumbuka kwa Mungu maana yake ni kumuondolea nini? Ile fedha. Anasema alipomkumbuka Mungu akamsikia. Na baada ya kumsikia akamfungua tumbo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe.
Kwa hiyo Mungu anapokukumbuka kunaambatana kusikilizwa. Ile Isaya 43:26. Isaya 43:26. Anaanza kwa kusemaje? Anasema unikumbushe. Ilianza hivi. Tufungue pale wote. Kwa siku wa Mungu anasahau, ila anataka na wewe responsible. Amen. Uwajibike na wewe. Anasemaje? 1:3. Isaya 43:26 anasemaje? Unikumbushe. Sasa Biblia kwani una rafiki yangu? Anasemaje? Unikumbushe. 1:3. Unikumbushe. Na tuhojiane. Kwenye kuhojiana ndipo anakufanyaje? Anakusikiliza. Bwana akamkumbuka Raheli, akamsikiliza, akamfungua. Anasema unikumbushe. Alafu tuhojiane. Eleza sasa mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa kwenye kumkumbusha ndipo ambapo Mungu anafanyaje? Anakusikiliza na ndipo unapopewa haja yako. Kwa Mungu akamkumbuka Raheli baada ya Mungu kukumbushwa na Raheli. Bila shaka alikuwa anaendelea kumuomba Mungu, si ndio? Bila shaka alikuwa anaendelea kulalamikia Mungu, si ndio? Yale alikuwa anaendelea kumwambia Mungu, Mungu akafanyaje? Akakumbuka. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Na baada ya kukumbukwa, Mungu akafanyaje? Akamsikia. Alikuwa anasemaje huyu sasa? Bwana, nimekumbuka kwamba kuna message alinitumia. Ndio anaifuatia message ilikuwa inasemaje? Alikuwa anahitaji 5,000. Baada, ndugu yangu, nimekukumbuka bwana. Nimekumbuka ile message yako. Nimekufanyia kitu hapo. Unapokumbukwa kuna jambo linaambatana na kukumbukwa. Unaposema Bwana ametukumbuka, liko jambo Mungu anataka kulifanya. Liko jambo Mungu anakwenda kulitenda. Amen. Kukumbukwa kunaambatana na tukio fulani kutoka kwa ile kukumbuka. Kama ni Mungu, naamini amesema mwenyewe ni mwazi wa kukumbukwa. Amini liko jambo ambalo Mungu atalitenda. Inategemea sasa ulikuwa unamwomba Mungu nini? Ulimlilia Mungu nini? Ulikuwa unamsumumu katika jambo lipi? Hilo ndilo linalofanya Mungu akukumbuke, akusikie, alafu akutendee. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ile Isaya 62 mstari wa kwanza na wa pili, mkato 6 na 7. Anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Na kwa ajili ya Yerusalemu, hebu weka jina lako pale. 1:3. Kwa ajili ya, sitaje jina lako sasa. 1:3. Kwa ajili ya na kwa ajili, hata jina lako mwenyewe ulisahau. Sio sema Angelica bali shida nini? Haya, kwa ajili ya na kwa ajili sitatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo, na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. 6. 1:3. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya mala Yerusalemu na kufanya kwa sifa duniani. Kwa ajili yako amesema anyamazi, kwa ajili yako atulii mpaka sasa. Anasema hivi, ninyi sasa mnapaswa kuendelea kumkumbusha
endelea kufanyaje? Kumkumbusha mpaka akumbuke, akutendee. Naongea na mtu? Naongea na mtu? Okay. Rudi kwenye 49:14. 49 Isaya mstari wa 14 na 15. Anasemaje? Bali Sayuni alisema, Jehova ameniacha. Bwana amenisahau. Mungu hajawahi kumsahau mtu. Amen. Ndio maana kule anasema unikumbushe. Na kaudia tena kule, ninyi wenye kumkumbusha Bwana. Hajawahi kumsahau mtu. Anaposema umkumbusha, anahitaji na wewe uwajibike. Amina. Anahitaji uwajibikaji. Ukiona jambo haunalo na hauna mzigo kuendelea kumwambia Mungu nahitaji hili jambo, maana yake huna haja nalo. Unataka unasikia? Yule mama mjane alikuwa anamwendea kadhi. Biblia inasema kwa muda alikataa. Alipomwambia nipatie haki yangu na adui zangu, kwa muda alikataa. Lakini huyu mama hakuchoka kuendelea kufuatilia. Mpaka ikafika mahali ndugu akasema, ijapokuwa si mchi Mungu, nilijua kabisa nilipangana ninalo mbaya. Lakini kwa sababu huyu mama ananiudhi kwa kunijia mara kwa mara, nitampatia. Mungu anataka watu wa namna hiyo. Ndio maana Yesu akasema hivi, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hatawapatia haki watu wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki yenu upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, ataiona imani duniani? Atakukuta Bwana nani? Msafiri umwa Daniel. Nishali wewe labda anakukuta Danieli. Je, bado unamsubiria Bwana au ndio umeshakata tamaa? Bwana nimeomba sana. Mnasemaga Bwana namwachia Mungu. Mna lugha nyingine, Bwana ajua. Maana yake umeshindwa kuwajibika kwenye upande wako, umeshindwa kuwajibika sehemu yako. Anataka uwajibike naye awajibike. Ndio maana amesema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Pale chini anasema ninyi wenye kumkumbusha msikae kimya, afu wala msimwache akae kimya mpaka. Kwa usinyamaze mpaka jambo limetokea. Kule unapoendelea inafika mahali Mungu anafanyaje? Amesema hapa, anasema Sayuni amesema Bwana amefanyaje? Amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Na hawa waweza kufanyaje? Kusahau. Lakini mimi sitakusahau wewe. Kwa nature ya Mungu hamsahau mtu. 16 nasema, tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Uko hapa kwenye viganja vyake na kutazama muda wote. Ila wewe kwa sababu umemwomba Mungu hajakutendea, umemsihi Mungu hajafanya, huoni badiliko lolote, unasema Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Nikutangazia habari njema, Bwana amekukumbuka kwa jina la Yesu. Amen. Ile mentality ya kusema Bwana amenisahau ni kupasha habari njema, Bwana amekukumbuka kwa jina la Yesu. Amen. Na kama Bwana amekukumbuka, basi Bwana amekusikia lile ambalo ulikuwa unamlilia kila siku. Na kwa sababu amekusikia, basi atakutendea na kukufanyia kila ambacho ulikuwa unamlilia. Nisikie amina. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu hajawahi kumsahau mtu. Hajawahi kumtupa mtu. Ila ni wewe akili zako na shetani kikunong'oneza, Mungu amekuacha. Hilo Mungu huwa ajibuki maombi ya namna hiyo. Anakunong'oneza kwamba ameshastaafu kujibu. Unasema kweli kabisa, kweli kabisa.
ndio imeisha hiyo. Mzigo tena kuendelea kuomba haupo tena. Sasa wewe ukisahau na Mungu anakusahau, ijapokuwa wasahau, kitakachomfanya Mungu akukumbuke vile ambavyo unaendelea kufanyaje. Amesema wanaomlilia mchana na usiku. Ndivyo unavyofanya, ndivyo unavyofanya. Kuna watu ni mabingwa kuomba mchana. Mchana unajitutumua nusu saa, saa moja. Twende ulingo usiku. Twende ulingo usiku. Dakika 5 ni nyingi sana, flat. Sasa wewe ni mateka, ni muhanga. Mchana unajifanya ubabe. Uje usiku. Ndio mpinzani wako yuko usiku. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona umepasua anga lisali moja masaa mawili usiku, wewe kama usijitambe mchana. Mchana mfano wa giza hayuko mchana, yuko usiku. Ukiwini usiku lisali moja masaa mawili uongo, wewe ni mwamba. Sasa anasema wanaomlilia mchana na usiku. Je, ni watu ambao mchana tuna muda kumlilia Mungu katika jambo fulani na usiku tuna muda kumlilia Mungu katika jambo fulani? So ila ni wavivu, afu nafika mahali unajitia moyo mwenyewe, nimeomba sana Bwana anajua, namwachia Bwana. Na hizo lugha, wapendwa zangu, Mungu haachiwi, anataka uwe responsible. Mchana omba, usiku omba. Na mifano kadhaa Yesu alitoa. Akatolea mfano mmoja kwenye kitabu kile cha Luka, ile sura ya 11, kuanzia ule mstari wa 5 mpaka wa 9. Kwa habari ya mtu mmoja alifikiwa na rafiki yake usiku wa manane, afu hana kitu cha kuweka mezani pake. Akakumbuka, ni rafiki yangu huwa anapigaga mikate ya kuuza asubuhi. Akamwendea usiku, akamgongea, "Bwana rafiki, naomba mikate ya kiasi kadhaa." Akasema, "Ndugu yangu, mimi siamki. Tumeshakwisha kulala mimi na watoto wangu mpaka asubuhi." Yule jamaa anapiga mahesabu. Mgeni amesema ametoka Bukoba na siku 2 njiani ajali. Alafu wao niambia na hiyo mikate ipo, afu niambia nije asubuhi. Yule mgeni hata nielewa. Maadamu mikate ipo, siondoki mpaka nimerudi na nini? Maadamu jambo hili kwa Mungu kwake nitalipata, siachi na siondoki mbele zake mpaka jambo hili nimeipata. Hicho ndio Mungu anachotaka. Ila wewe umemwambia Mungu, wakipatikana 50 wenye haki utaangamiza 50 pamoja na wenye haki pamoja na wenye dhambi. Wakipatikana 50 Ibrahimu, mimi nasamehe mji wote wa mamilioni ya watu kwa ajili ya 50 wenye haki. Mko mbele za Bwana mnaongea. Wewe unapekecha kwenye akili yako, unapekecha Yesu na 50 kweli wenye haki wanakuwa 50. Unajiongeza mwenye Mungu akipunguka 5 nini? Okay, 45. Sasa wewe nihakikishie tu katika 45 utasamehe mji. Unapekecha hata 45 wenyewe tia maji. Mungu 40 labda unapunguka 40 je? Wewe Ibrahimu niambie kama 40 wapo nitasamehe. Mungu labda wamepunguka 10, wakaanza 30. Bado 30 kama labda wamepunguka tena 10 hapo 20, anazidi kushuka. Akasema labda wamepunguka tena 10. Labda wakapatikana 10 wenye haki, utaangamiza wenye haki 10 pamoja na wenye dhambi. Kama Ibrahimu rafiki yangu, ukinihakikishia au 10 wapo na usamehe. Lakini mwenyewe anapiga mahesabu. Hata usina 10 hawana hakika nao. Lakini na ndugu yake anaitwa nani? Lutu, Sodoma na Gomora. Biblia inasema aliishia kwenye 10, hajafika conclusion. Mungu amesema, "Je, nimfiche ile jambo nilifanyalo?" Maana tayari kwenye mchakato kuangamiza Sodoma na Gomora, kabla hajamalizia process yake na mshirikisha rafiki yake Ibrahimu ampe uamuzi wa mwisho. Huyu naye ameishia kwenye 10.
Alafu akaondoka mbele za Bwana. Tuko pamoja? Hajafika conclusion ya Mungu afanye nini au asifanye. Anataka mshauriana. Jamaa ameishia 10, wakipatikana 10 utaangamiza. Kaishia 10, Biblia inasema Ibrahimu akaondoka mbele uso wa nani? Kile ambacho Mungu aliadhinia kukifanya Sodoma na Gomora ndicho alichofanyaje? Alichokifanya. Sasa angalia. Angalia ile Mwanzo 19. Mwanzo 19. Nikuonyeshe jambo baba. Mstari wa 27 hadi 29. Sumefika? Anasema Ibrahimu akatoka asubuhi. Akatoka jamani, Bwana asifiwe. Akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za nani? Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona natazama moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamtoa Lutu katika maangamizi. Alipoangamiza miji hiyo, alikaa Lutu. Bwana asifiwe. Tukasema kwenye kukumbuka kuna jambo linaloambatana. Asingalikumbukwa Ibrahimu, Lutu naye angechanganywa na uovu wapi? Wa Sodoma na Gomora. Uchaji wako Mungu mbele za Bwana, kujitoa kwako mbele za Bwana kunaweza kumfanya Mungu akakukumbuka, akakomboa ndugu zako. Lutu hakuokoka kwa sababu ya utakatifu wake, ila ni kwa sababu ya Mungu aliyemkumbuka nani? Ibrahim. Alipomkumbuka Ibrahim, ndipo Mungu akamkomboa Lutu. Bwana asifiwe. Amen. Sina Mungu akukumbuke hapo ndugu zako basi. Amen. Si Mungu akukumbuke hapo ndugu zako basi. Amen. Au kwa ndugu zako basi. Amen. Una watoto wanaokusumbua, Mungu akukumbuke basi, au kwa watoto wako basi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Amen. Lakini angalia, ametoka mbele za Bwana, hajafika conclusion. Kwa Mungu ile alilikusudia akalifanya. Lakini kwa sababu Mungu alimkumbuka Ibrahim, Lutu akaokolewa. Lakini wengine wote walifanyaje? Waliangamizwa. Amina, amina, amina. Amen, amen, amen. Kitabu cha Kutoka sura ya 2. Mstari wa 23 hadi 25. Umefika, nisaidie basi. Anasemaje? Baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia.
kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. 24, Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana Israeli na Mungu akawaangalia. Sura ya 3 ndipo Mungu anakutana na Musa. Baada ya kukumbuka, anamtafuta Musa kwenda kuwatoa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokumbukwa, kuna jambo Mungu anakwenda kulitenda, kuna jambo Mungu anakwenda kulifanya. Tumesema ni mwezi wetu wa kukumbukwa na Bwana. Narudia, ni mwezi wako wa kukumbuka na Bwana. Akukumbuke kwenye jambo gani? Sijajua umemlilia Mungu kwenye lipi. Lazima kuwa kuna sababu ya kukumbukwa. Naongea na mtu, lazima kuwa kuna sababu ya kukumbukwa. Walilia kwa sababu ya maumivu, walilia kwa sababu ya mateso, Mungu akakumbuka jambo. Na baada ya kukumbuka, ndipo amesema, anamwambia Musa, nimeshuka ili niwatoe. Ona jambo gani? Ona jambo gani? Mbugila, una jambo gani? Usinizuke huko nyuma huko. Sio na upunguza mdogo mdogo. Shona watu wasema kuniombea hapa. Nishaona. Roho zinakuona kwa mbali. Nishaona bwana kuniombea na jirani yako. Mshaambukizana. Kaa corona vipi? Piga chafya tu naye. Shanza kuambukizana usingizi. Nishaona kabisa. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Andika kwa herufi kubwa hapo. Tutaendelea Jumapili, Mungu akitujalia neema. Amen. Vitu vya kufanya. Vitu vya kufanya ili Mungu akukumbuke. Didia ananiangalia, Neema ananiangalia. Sioni wanaandika. Baadaye baba kutia magofi. Je, kama watalia. Vitu vya kufanya ili Mungu akukumbuke. Mambo gani unayopaswa kuyafanya ili Mungu akukumbuke? Kwa nini Mungu alimkumbuka Ibrahim akamtoa Rutu, akamwokoa Rutu? Bwana asifiwe. Alikuwa rafiki yake, si ndio? Kwa kuna vitu ambavyo Ibrahim alikuwa anavifanya mbele za Bwana, vilimfanya Mungu amkumbuke nani? Ibrahim. Na vile nikamfanya Mungu aangalie ndugu yake gani sasa ameleta ingia kwenye tatizo, akachungulia Sodoma na Gomora kuna Rutu, kwa sababu Mungu ameshamkumbuka ndugu yake. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mliowasahau wazazi wenu kesho mwakumbuke. Amen. Baba, nimekukumbuka sana jamani, mwanangu. Umenikumbukaje sasa? Gogo, umenikumbukaje? Baba, kuna jambo natakiwa upatanisha. Amina. Amen. Unapomkumbuka mtu kuna jambo fulani, si ndio? Amina. Wewe ambaye mama yako tangu Januari umeongea naye, yupo hai. Kesho mkumbuke. Anza na mama yako, mwambie uniweza kukumbuka, nimekukumbuka. Na ukimkumbuka kasukali. Ili na ukikumbukwa kuna jambo utafanyiwa. Naongea na mtu. Anza kukumbuka wengine utakumbukwa. Ukijisima data kusahau na unasahaulika hivyo hivyo. Mbona unanielewa? Mkumbuke mama nyumbani, mtule doti. Mama ndio kukumbuka, lakini mnamka naye hapo nyumbani. Kumbuke. Na utakumbukwa. Vitu gani sasa ufanye? Kwa hiyo lazima kuna vitu utakalofanya, si ndio? Ili ukumbukwe. Si
ndio jamani? Si ndio jamani? Kwa mfano mtu alikuletea zawadi ya kitu, si ndio? Si ndio? Si ndio? Labda alikuletea kiatu au alikununulia kiatu. Unapokiwe unatembelea kwa madau kwa barabarani, kwa sababu ukikiona tu kinachokuja kwenye akili yako ni nini? Na Dani vipi Dani mtumishi? Ongeza sauti yako basi. Unakumbuka aliyefanyaje? Unaona maneno ya sasa? Kwa ili ukumbukwe lazima kuna jambo ufanyaje? Ufanye. Sasa na wewe ni Mungu akukumbuke. Wewe unafanya nini unazufa? Unafikiri unakumbuka bure na Mungu? No. Lazima kuna jambo ambalo ulifanya mbele za Bwana ukumbukwe. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Sasa Mungu ametukumbuka. Si ndio? Sasa kukumbukwa ni matokeo ya wewe kufanya kitu. Kama umesema hivi, mtu anapokununulia kitu, unapokiona hivi kikombe fulani, hot lini unaliona? Hot bwana ni fulani. Si ndio? Bwana hii hot bwana ni kumbukumbu ya fulani, alipatia zawadi kwenye send off yangu. Unakumbuka, yaani ukiona kitu fulani unakumbuka ni fulani. Sasa vile alivyokutendea yeye, na unajikuta tu bwana, kwa kweli na mimi nifanye jambo fulani kwa fulani, si ndio? Sasa ili Mungu akukumbuke, inategemea na wewe umefanya nini kwa nani? Okay, jambo la kwanza ni kwa kufanya haki mbele za Mungu. Unataka kukumbuka na Mungu? Fanya haki. Usipinde. Hata kama dunia ikuelewi. Kwa kufanya haki mbele za Bwana. Mathayo 6:33 Yesu mwenyewe alisema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Si ndio alisema hivyo? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Umelipata hilo andiko? 33 anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtafanyaje jamani? Mtafanyaje? Mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okay. Na jambo nataka nikuonyeshe pale. Hebu rudi Mathayo 5. Mathayo 5. Mstari wa 20. Ongeza sauti yako kidogo pale. Mathayo 5:20. Moja mitatu. Maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Nimesema cha kwanza ambacho kinachomfanya Mungu akukumbuke ni kwa kufanya nini? Na amesema haki unayoifanya wewe lazima izidi ya watoza ushuru na Mafarisayo. Haki. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haya. Wangapi wanasikia
unazijua nguzo tano za dini ya Kiislamu? Wana nguzo tano. Muhimili wa dini ya Kiislamu. Nguzo tano. Wangapi unazijua? Haya, moja. Na shahada. Haya, hebu twende. 2. Ufunga Ramadhani. Ya 3. Swali sura 5. Haya, 4. Kwenda kuiji Maka. 5. Imani. Hapana. Kutoa zaka. Umeelewa eh? Hizo ni nguzo ngapi? Sasa Yesu anasema haki yako, kuna nguzo moja ya swala 5. Huo ni muhimili wao. Ni lazima ili uwe Muislamu kali, swala 5. Ile ya alfajiri, ile ya saa 7, ile ya saa 10, ya saa 12 na ya saa ngapi? Ya saa 2. Lazima. Haya, mwenzangu unasali mangapi kademu? Una hayo mangapi kademu? Wao wanatimiza haki ya dini yao mangapi? Wewe unafanya haki gani kuwazidi wao? Haki yao isipozidi. Na kila moja ya swala wanasali muda gani? Muda gani? Nusu saa, robo saa, dakika 10, dakika 5. Ngapi? Dakika 15. Kwa hiyo kila swala ile ni magharibi wapi? Dakika ngapi? Sawa. Wewe ukiingia kwenye maombi yako Rose utaniambia baadaye. Unasali masaa ngapi? Dakika ngapi? Huyu anaomba dakika 15 kwa mara 5. Ukizidisha unapata ngapi? 5 mara 15 unapata ngapi? 75. Ambayo 75 ukirudi kwenye masaa ni saa moja na ngapi? Na robo, si ndio? Bwana sio. Kwa hiyo huyu swala zake 5 kwa siku anasali masaa ngapi? Risali 1 na robo. Wewe kwa masaa 24 unayesema mpendwa Yesu ni Bwana, sisi ndio tuna Mungu wa kweli, unasali masaa 24, masaa mangapi? Yaani masaa 24 ya siku una muda gani ukaa mbele za Bwana? Haya, akiwekwa Muislamu hapa, ukawekwa mlokole hapa, yakahesabiwa masaa anayosali mlokole, muda anaotumia kusali kwa masaa 24, na huyu kwa masaa 24, utatoboa? Tuongee ukweli, utatoboa? Tuongee ukweli, utatoboa ticha? Kama huyu mpaka afunge masaa 24 ya siku analisali 1 na robo, wewe masaa 24 ya siku neema, wewe hata dakika 5 hujaomba. Ile ya asubuhi kurupu ushachelewa kuamka, unajua unakuandaa watoto usifanye vitu gani? Baba tunilinde mama, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hata dakika 1 haijafika, amen. Chalele. Hiyo utakutana kwenye kulala. Hapo kwenye kulala kwenyewe ushaanza na simu, mchezo ya simu, wewe umerudia huku, usikizi unakutia hapo, unakumbuka natakiwa nilale hapo. Baba nilinde, baba wacheo usinikabe Bwana. Haleluya. Umelala. Mlokole wewe na Muislamu huyu wa swala 5 wakiwekwa hapo, nani ana haki zaidi mbele za Mungu? Afu nataka Bwana kukumbuke. Utaendelea kusauliwa daima. Sio, unaelewa vizuri? Unafanya haki ipi? Kama moja ya nguzo ni kuwasaidia wajane, mayatima, wahitaji, si ndio? Ni moja ya nguzo ya utoaji. Wewe
unafanya nini kwa mayatima na wahitaji? Mwaka msimu hujafanya chochote kwa mayatima, kwa masikini, kwa wajane, hujafanya chochote. Akiwekwa Muislamu hapa na mpendwa wewe hapa, nani ana haki zaidi mbele za Bwana? Tunaulizana. Tunataka ukumbukwe. Ni kweli Bwana ametukumbuka, lakini unafanya nini ukumbukwe? Kama wao wanatoa kwa mayatima, wanatoa kwa wajane, sio? Amen. Kwa wasiojiweza, wana siku ambao wanakusanya nani zao wanapeleka. Wewe unafanya nini kama haki mbele za Mungu? Wema sio kweli. Sio kweli. Uona mama Munda bana. Na mgongo unazidi kwenda chini tu. Unaona? Bwana asifiwe. Unapozi lishabadilika kutoka kwenye hivi unaona mtu anaenda hivi. Maana tayari tunajificha chini ya uvungu. Hiyo mtolee. Kwa kufanya haki. Amen. Ile haki unayoifanya mbele za Mungu ndio itakayofanya Mungu akukumbuke. Haki yako itamfanya Mungu akukumbuke, akufanyie jambo. Okay. Tumwangalie Nuhu basi. Tumwangalie Nuhu. Mwanzo 7:1 na Mwanzo 8:1. Wewe lala tu. Baadaye na mtihani wangu hapa. Hapo nasaisha hapa. Na max natoa hapa. Na matokeo napanga hapa. Wa kwanza mpaka mwisho utajulikana hapa. Afu nafunga ibada hapa. 7:1 Mwanzo. Anasemaje? 1:3. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Nimekuona wewe mwenye haki. Huwezi kuonekana mwenye haki kama ufanyi haki. Tuko pamoja tu Mungu. Sasa angalia 8:1. Na Mungu au mimi ya kwangu nimeandikwa hivi. Na Mungu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Mungu akamkumbuka. Kwa nini alimkumbuka? Alikuwa anafanya nini? Haki. Mbona upo? Mwenye haki huwa asauliwaji mbele za Bwana. Fanya haki hata kama watu hawataki haki. Fanya haki. Kuna wakati wa baraka utakapokuja kama wa Nuhu, Mungu atakukumbuka. Hutagarikishwa kama wengine. Zaburi 119, 112:6. Zaburi 112:6. Pale sauti yako inabidi weke loud speaker kidogo. 112:6. 1:3 unasemaje? Hebu tuanzie 5 pale. Anasemaje? Heri atendaye fadhili na kukopesha. Heri atendaye fadhili na kukopesha. Atengenezaye mambo yake kwa haki. Amina. 6 anasemaje? Kwa maana hataondoshwa kamwe. Mwenye haki atakumbukwa milele. Sinasikia amina. Mwenye haki atakumbukwa milele. Fanya haki. Fanya ya kupasayo. Yatakufanya ukumbukwe na Mungu daima. Kama Mungu alimkumbuka Nuhu kwa sababu ya haki yake, na mwenye haki Biblia inasema hata sauliwa, atakumbukwa milele. Kwa haki yako Mungu atakukumbuka. Hata baada ya ongera kupita, haki yako itaendelea kukumbukwa kwa kizazi chako. Ibrahim kafa, Yakobo kafa, Isaka kafa, wabaki watoto. Mungu alikumbuka.
akakomboa. Kwa hiyo hawakukombolewa kwa sababu yao, walikombolewa kwa sababu ya haki ya nani? Ya Ibrahimu. Wewe kufanya kwako haki utafanya Mungu akukumbuke wewe, aokoe na wanaokufuata, wanaohusika na wewe. Bwana posifu. Sema kwa jina la Yesu. Baba mwenye haki, ninaomba unisaidie kufanya haki, kutenda haki, ili kwa hiyo haki ikawa ndio kigezo cha mimi kukumbukwa, cha mimi kukumbukwa, uzao wangu kukumbukwa, biashara yangu kukumbukwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisaidie kufanya haki, nisaidie kutenda haki kama wewe ulivyo mwenye haki, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Nisaidie Roho Mtakatifu, nisaidie Roho Mtakatifu. Ni mwezi wa kukumbukwa, nitakumbukwa kwa haki niliyoifanya, kwa mambo niliyofanya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana nikumbuke, mwezi huu nikumbuke Baba, ukanisikie Bwana, ukanifungue Bwana, ukaniponye Bwana, ukanibariki Bwana, ukafanye jambo jipya. Kakumbuke na taifa letu, kakumbuke na nchi yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kalikumbuke taifa letu, ukaliponye taifa, ukalikomboe taifa, ukalilinde taifa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unapoikumbuka Tanzania Baba, ukaitendee mema Tanzania, kaibariki Tanzania na viongozi wake, kuanzia ngazi ya juu hadi ngazi ya chini, kuanzia ngazi ya rais hadi ngazi ya mjumbe, katika jina la Yesu. Ikumbuke Tanzania, ikumbuke Tanzania kwa jina la Yesu. Kakumbuke eneo hili la Sabasaba ambalo Bwana umetuweka kukaa, kakumbuke wakazi wake, ukawalinde Bwana, ukawatendee mema Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bariki kazi zao, bariki biashara zao, kwa damu ya Yesu Kristo. Ikumbuke Sabasaba, ukaiokoe. Ikumbuke Sabasaba, ukaifungue, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sinasikie amen. Fanya haki tu. Amen. Fanya haki. Mmoja akaimba, nikumbuke Baba unapozuru wengine, naomba unikumbuke, usinipite Baba unapozuru